Na watu watano akiwemo diwani na machifu wane wamefikishwa katika mahakama ya Maralal kwa madai ya kutowajibika katika majukumu yao kufuatia shambulizi lililotekelezwa wikendi iliyopita lililosababisha vifo vya maafisa wa polisi 42 katika eneo la Baragoi, wilaya ya Samburu Kaskazini. Watano hao ambao wameshaachishwa kazi na serikali, hata hivyo wamekanusha madai hayo dhidi yao na wamewekwa rumande hadi tarehe 26 mwezi Novemba wakati kesi hiyo itatajwa tena. Wakati huo naibu msemaji wa polisi Charles Woiyo amesema tayari harakati za kuwasaka washukiwa zimeanza. Taifa likiendelea kuomboleza kupoteza mashujaa 42 katika bonde la Suguta, wakazi wa Baragoi wameanza kuhisi mkono wa sheria kwa lori 6 za maafisa wa polisi kuwasili, chifu 4 kukamatwa na kushtakiwa kwa kupuuza majukumu yao na serikali ikiwafuta kazi. Diwani mmoja Lawrence Lorunye ameshtakiwa katika mahakama ya Maralal kwa kuchochea jamii za Wasamburu na Turkana baada ya Moran 13 kuuawa mwezi Oktoba kutokana na ghasia za wizi wa mifugo. Wakazi wengine nao kuripotiwa kutoroka kufuatia amri ya Rais Kibaki ya wanajeshi wa KDF kupelekwa Baragoi kukabiliana na wezi hawa wa mifugo. Cattle rustlers should be prepared from this minute henceforth that we are not going to send police officers on foot to follow them. The country may have to send very sophisticated weapons, including helicopters, to deal with the situations once and for all. Na hata vikosi vya wanajeshi KDF wakielekea katika bonde hilo almaarufu la mauti, ni dhahiri changamoto zitakuwa si tofauti kutokana na mazingira ya Suguta. Milima iliyopo ya mawe, joto kali lililo na hewa chafu ya mchanga na hata oksijeni kutajwa kuwa kwa kiwango cha chini mno. Kadhalika bonde hilo si maficho tu ya makundi ya Waturkana wanaoshukiwa kuiba mifugo hiyo. Wasamburu na Wapokot pia wana maeneo yao ya maficho katika bonde hilo. Turkana wakidaiwa kutumia upande wa kata ya Nacho, Wasamburu wakitumia mlima Nyiro wanaoita takatifu tangu jadi, na Wapokot wanaotajwa kuwa sugu mno katika wizi wa mifugo kujifita ndani ya handaki za bonde la Suguta. Na wala si mara ya kwanza kwa operesheni kama hizi kuendeshwa Suguta. Mwaka wa 96 Disemba, mkuu wa wilaya James Nyandoro aliyeongoza maafisa wa usalama kuinda mifugo alifariki pamoja na maafisa wenzake baada ya helikopta ya kijeshi waliosafiria kupigwa risasi. Mwezi Agosti mwaka 2004, afisa mmoja mkuu wa polisi pia alipigwa risasi walipofaulu kupata mifugo hiyo na operesheni yao kufeli. Licha ya kukabiliana na wezi wa mifugo katika bonde hilo, suluhu itakuwa imefikiwa kwa swala hili lililokuwa donda sugu. Na hata wakikabiliana na wezi wa mifugo katika bonde hilo, suluhu itakuwa imeafikiwa kwa swala hili lililokuwa donda sugu. Na je, kwa maeneo yanayokabiliwa na tetesi hizi za wizi wa mifugo kama vile Baringo Mashariki, Kerio Valley, Laikipia na Isiolo, hatua gani mwafaka zilizopo kukomesha wizi uliodhaniwa kuwa tamaduni ya jamii hizi lakini sasa kugeuka kuwa mwiba kwa taifa? Hasa baada ya kampeni nyingi na vikao vya amani kufanywa ili silaha zirejeshwe, lakini bila mafanikio ya kutosha. Isabella Kituri, KTN leo, Nairobi.